Wajane kutoka mikoa ya kanda ya kusini wameiomba serikali kuwasaidia kupata haki zao za mirathi kwa wakati bila kudhulumiwa na ndugu wa marehemu. Wametoa kauli hiyo kwenye maadhimisho ya siku ya wajane duniani na kusema baada ya kufiwa na waume zao huingia katika changamoto za kimaisha, huku ndugu wa marehemu wakionekana kuwa vikwazo katika kumiliki mali walizochuma pamoja wakati wa uhai wa mwanaume. Mimi haki yangu ya mirathi yote nilipata, lakini tu upande wa bima na Blualis ndio ninasumbuka mpaka leo kuanzia 2006. Naomba msaada. Mimi nimefiwa na mume wangu, nimepiga mahesabu mwaka wa 4. Tangu amekufa mume wangu, mirathi nimepata, lakini kuna kikwazo ambacho mpaka leo kinanisumbua. Bado mgao wa viwanja na nyumba. Hiyo ndio vikwazo ninapopata naye tabu, na kingine kikwazo pensheni ambayo mshahara wa mwisho wa mume wangu wa miezi 36. Bado ninasumbuliwa sana makao makuu. Haya malipo tunaolipwa ya mwisho haya, serikali wanatukata hela nyingi mno, bila kujua tunaachiwa watoto wadogo, wengine hatuna kazi. Yaani unaweza kukuta robo tatu yote inakatwa na serikali, wewe unaweza ukapata robo. Kwa kweli hii ni kero kwa wajane. Tunaomba serikali watuangalie kwa hilo. Wale wanapochaguliwa kwa wasimamizi, yani unaweza kukuta wanakaa kipindi kirefu. Kwa hiyo unakuta wajane wengi tunahangaika, unakuta labda kwenye ndoa zetu tulichuma mali nyingi, labda tuna nyumba, lakini unakuta wajane tunahangaika sasa hivi tunakaa kwenye nyumba za kupanga. Unaona kitu ambacho kinatupelekea tuwe na maisha magumu sana. Kwa mfano, mtu anachagua labda mtu amekufa toka mwaka 2015 mpaka leo 2017 mtu hajafungua mirathi. Kwa hiyo unakuta yani wajane wengi tunahangaika, una watoto, unahangaika, sasa hivi maisha ni magumu, hata biashara zenyewe hazifanyiki. Kwa hiyo wasimamizi ni vikwazo vikubwa sana kwa wajane. Wakizungumzia jitihada za wajane kudai haki na changamoto wanazokutana nazo, Meya wa Manispaa ya Mtwara na mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wajane Tanzania TAWIA walikuwa na haya ya kusema. Wanawake mna changamoto nyingi, hususan wajane, lakini sasa ni wakati wa kuamka. Niseme kwa sababu nchi yetu sasa hivi, niseme kwamba kuna usimamizi mwema, usimamizi ambao ni makini. Kwa hiyo watu waanze kujipanga. Ni imani yangu kila mwenye kulalamika shida yake itasikilizwa, lakini usinyamaze, usitishwe, usiogopeshwe. Wakati mwingine wanafamilia wanaweza kuogopesha. Ukifanya hili tutakufanya hili. Nasema kina mama, inukeni, pambaneni ili mpate haki zenu. Ya kuhakikisha kwamba tunawakumbusha kwanza wajibu wao ni nini. Kwa maana ya kwamba kinachotokea pale ni kwamba msimamizi wa mirathi hajapata elimu kwamba msimamizi ni nani, kwa sababu msimamizi sio mrithi kisheria. Kwa hiyo unakuta kwamba msimamizi anapokuwa tofauti na mke wa marehemu, kwa sababu mke wa marehemu anapokuwa msimamizi, yeye tayari ni mrithi, ni sehemu ya urithi wa zile mali na tayari watoto ni warithi. Lakini msimamizi anapokuwa nje ya mke au nje ya familia, anakuwa hatambui kama kazi yake na wajibu wake ni nini. Kwa hiyo msimamizi ndiye anayepindisha mambo haya yote. Kwa hiyo msimamizi mwenyewe akianza kupindisha, na utegemea kwamba hata huko atakapokwenda kwenye vyombo vingine huko mbele tayari atakwenda kufunika hata na kutoa rushwa ili aweze kufaidi zile mali. Kwa mujibu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, Tanzania ilikuwa na wajane wasiopungua 700,000, idadi ambayo inaelezwa kuongezeka katika kipindi cha miaka 5 tangu kufanyika kwa sensa hiyo.